mwaka wa kibali maalum na kufanya kazi. Moja kwa moja tukasikia neno ambalo Bwana amekuandalia na litagusa maisha yako, litapandisha imani yako, na Mungu akujalie mema yote siku hii ya leo. Tusikie neno kutoka kitabu cha Mambo ya Walawi 25. Mambo ya Walawi 25 mstari wa 21. Karibu. Ndipo nitawaambia baraka yangu iwe juu yenu mwaka wa 6, nayo utazaa matunda hesabu ya miaka 3. Amen. Nataka kuzungumza asubuhi ya leo juu ya baraka zilizoamriwa. Juu ya baraka zilizoamriwa. Mungu ana mamlaka zote katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa nafsi na ulimwengu wa mwili. Atakalo yeye hufanyika, hata kama linaonekana tofauti na utaratibu wetu wa kiakili. Haimsumbui na haendeshi na mifumo yetu kukamilisha mambo. Ndio maana hufanya vitu ambavyo kwetu sisi binadamu tunaviita miujiza au vya kushangaza. Ndivyo alivyofanya kwa bikira kupata mimba. Kwetu ni muujiza, ni jambo isiyowezekana. Ndiyo, tuko na Mungu awezaye kufanya mambo ambayo yanazidi ufahamu wetu, akili zetu na fikra zetu. Ni sisi twapaswa kuwa aligned, kuwa kwenye mstari wa kile yeye asemacho. Iko nguvu kwenye neno lililotoka kwenye kinywa cha Bwana. Kila mazingira, nature inasikiliza. Asili iko tayari kuitikia amri ya Mungu. Asili ipo tayari kutii na kuitikia agizo na amri ya Mungu. Nature iko tayari kuitika, na ikiitika, anayenufaika ni wewe na mimi. Hapa anazungumza neno muhimu, na kadiri ya wiki hii tutakapokuwa tukiendelea, nitakuonyesha namba 6 ni namba ya kazi, ni namba ya binadamu pia. Utaona katika 6 waliambiwa watapata double ili siku ya 7 wakastarehe. Kwa hiyo kuna vitu vilifanywa siku ya 6 tofauti na ukawaida. Huu mwaka unaangukia namba inaishia 6. Ndipo Bwana akanisemesha iko favor maalum, iko neema maalum, ipo kibali maalum. Na ndipo anasema nawaambia, ndipo Bwana atakapo waamuria baraka yake iwe juu yenu. Ndipo Bwana atakapo amuru baraka yake iwe juu yenu katika mwaka wa 6, katika mwaka wenye namba ya 6. Kwa kuwa kuna unabii na kuna jambo linaloendana. Kwa nini waneemeke sana kwenye mwaka wenye namba ya 6? Na hivyo kuna amri. Mungu anatoa amri mwaka huu
wa 26, 2026, anasema nitaamuria baraka yangu iwe juu yenu. Yaani baraka inakuwa juu yako, sio juu tu ya mwaka, ni juu yako wewe ambaye unaishi kwenye huo mwaka. Ikiwa juu yako, maana yake yapasa kuamini, na ukiamini ndipo mwaka huo wa kwako utazaa matunda ya tofauti. Matunda ya mwaka huu yatakuwa kwako tofauti. Anaambiwa kwamba matunda ya mwaka huu utazaa, hesabu yake inastahili miaka 3 ndio itoshane na mavuno ya pamoja yatakayotokea kwako. Hizo ni baraka zilizoamuriwa. Nataka ukubali, nataka uamini ya kwamba usiendeshwe na asili ambayo inaonekana haiwezekani, kwani inaonekana mahala ulipo si mahala pa kupokea hii neno. Ni mahali patete kabisa, ni mahali penye changamoto, ni mahali penye ugumu. Hata hii neno inakuwa ngumu kukubalika. Mungu anataka ukubali hiyo neno, ulipokee hilo neno kama lilivyo, maana likikubalika litatenda maajabu kwako. Bwana akamwendea Isaka wakati ule ambao nature ilikataa kuleta mazao. Ni sura ya Mwanzo 26 mstari wa 1 mpaka wa 5. Maandiko inasema kulikuwa na njaa katika siku hizo, na Isaka akaanza kutengeneza ratiba ya kujikomboa kwenye njaa. Kila mtu ana akili ya kujitoa kwenye tatizo, kila mtu ana njia ya kutoka kwenye njaa, na akafuatilia jinsi ya kufanya. Akaona kulikuwa na njaa siku za baba yake Ibrahimu. Je, Ibrahimu alifanyaje? Ibrahimu alitumia mbinu gani? Akaona ndio njia ile baba alitumia, na mimi nitaitumia. Akataka aende kwa Wafilisti akaombe chakula. Bwana akasema, akamwambia hapana, usienende kwa mazoea. Hapana, na kutabiria, ukiwa na jambo zito au njaa yoyote, njaa inaweza ni upungufu wowote katika maisha yako. Njaa inawezekana ni matatizo ambayo hujui utafanyaje. Hakika usijali. Jambo muhimu, naomba Bwana akutokee. Bwana akutokee kwenye jambo lako. Bwana akamtokea Isaka. Hilo ndio neno muhimu wakati huu, amri inayotoka kwa Bwana. Akamwambia Isaka, usiende huko Misri, hakika ukae hapo, maana mimi niko pamoja na wewe, nami nitakubariki wewe na uzao wako, na nchi hizi zote nitakupa. Inapokuzunguka usijali, mimi nafanya tofauti na ukawaida. Maandiko inasema, kwani nitakifuatilia kiapo nilichoapana na baba yako. Baba yako niliapiana naye, nina agano na baba yako. Ni vizuri unayenisikiliza, kama wewe ni mzazi au unategemea kuwa mzazi, uhakikishe unaweka mazingira mazuri ambayo watoto wako watapata neema. Hivyo Ibrahimu alikuwa na agano nzuri, hakuwa na agano la mizimu na wachawi na waganga. Hivyo agano lake lilimnufaisha mwanaye. Akamwambia, kuna kiapo Isaka, si cha kwako lakini kwa baba yako. Mstari ule wa 4, Bwana anamwambia, nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni. Hiyo ni baraka namba 1. Nitazidisha, si juhudi yako, nitazidisha. Yaani Mungu anaongea kwenye mazingira ya njaa. Njaa bado haijaondoka. Mungu huongea wakati kuna tatizo bado, huongea wakati shida haijaondoka. Hata hivi
ninapoongea shida bado unayo. Pengine unaumwa, pengine huna ajira, pengine huna kazi, pengine mtaji umedorora, pengine huna watoto, pengine huna kitu chochote. Ndipo Bwana hujilia watu kwenye mazingira kama hayo. Anakuja kwenye tatizo kabla tatizo halijaondoka, akamwambia nimeagiza uzao wako kama nyota mbinguni. Ungemuuliza baba, inahusiana nini na njaa nilionayo? Ongelea kunitosheleza njaa. Halafu ya pili akamwambia, na uzao wako nitaupatia nchi hizi zote. Na ya tatu akamwambia, na mataifa yote ya duniani watajibarikia katika uzao wako. Yaani uzao wako, mtu anayetaka afanikiwe lazima akutaje wewe, lazima ajihusishe na wewe. Nataka nikutambulishe katika ulimwengu wa roho. Wewe ndiye baraka za dunia, wewe ndiye chanzo cha baraka. Mungu alimwambia Ibrahimu, na kubariki uwe baraka, na kubariki uwe baraka. Usibarikiwe tu ukakaa mwenyewe, na kubariki ubariki dunia. Wewe unabarikiwa ili uibariki dunia. Mungu anakupatia baraka zisizo za kawaida. Akamwambia nayafanya haya kwa sababu baba yako Ibrahimu, mstari ule wa 5, alisikiliza sauti yangu. Alisikiliza sauti yangu. Ni vizuri wapendwa, tusikie sauti ya Bwana. Sauti ya Bwana ndiyo muhimu. Alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu, akayatunza maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Ndio maana nakupa. Bwana atende kwako, Bwana akuonekanie. Bwana anaamurisha, natamka baraka zilizoamriwa zije kwako kwa jina lako. Ameiziagiza, Bwana ameagiza watu wakutumikie, watu wakutunze. Akamwambia Elia, nimemwagiza mjane akakutunze. Nimemwagiza. Kuna mtu ameagizwa, hiko baraka zimeagizwa, zimeamuriwa, zitakuja. Ziko giraboza, zitabate riboza, zinakuja. Zinakuja. Zipokee kwa jina la Yesu. Simama hapo uzipokee. Pokea hapo, simama uzipokee. Pokea mabaraka yaliyoamuriwa na Bwana. Ndipo nitaamuria baraka yangu iwe juu yako katika mwaka wa 6. Katika mwaka wa 6, huu ndio mwaka 26. Mungu ameamuri baraka. Bwana amekutokea, ameamuru ili mazao yake, yani faida yake iwe na hesabu ya miaka 3. Pokea hilo neno, mwamini Bwana, mwamini Bwana. Pokea hilo neno, pokea hilo neno. Unanifuatilia kwenye mitandao, nipokea hilo neno la kwako. Hilo neno la kwako, hakuna kukuzuia. Mungu haendeshi na nature, haendeshi na asili, haendeshi na njaa, haendeshi na tatizo. Huendeshwa na maneno yake mwenyewe, huendeshwa na matakwa yake mwenyewe. Akitaka jambo linatokea. Yeye ni Mungu yasiyowezekana. Yeye ni Bwana peke yake, anajitosheleza. Yeye ndiye muamurisha mambo, akiamurisha mbaraka hakuna kutangua. Alipomwinua Ibrahimu hakuna kumshusha, alipomwinua Isaka hakuna kumshusha, alikuinua wewe hayupo kukushusha. Nataka uombe mbele za Bwana. Baba, asante kwa amri yako ndani ya baraka, na kushukuru kwa baraka zilizoamuriwa. Baba, asante kwa baraka zilizoamuriwa ambazo umeziamuru kwa ajili ya watoto wako ambao wananisikiliza. Umeamuru baraka zije katika mwaka huu, Bwana, katika maisha yetu, ziwe juu yetu, kwenye shughuli zetu, kwenye kazi zetu, kwenye ndoa zetu, kwenye masomo yetu, kwenye elimu yetu, kwenye afya zetu, kwenye kila eneo. Nimetamka kuna baraka imeamuriwa. Unachotaka Bwana ameamuru kipate kibali double. Maana yake kibali maalum ni kupewa upendeleo hata mara 3, na kutamkia kibali mara 3. Kibali maalum maana yake ni kuvuna mara 3, ni kuvuna mara 3, ni kupokea zaidi ya kawaida, zaidi ya kawaida, zaidi ya kawaida. Upewe kwa jina Yesu. Upewe baraka
zikaamriwa zikupate, hila kwako, zipokee, zimiliki kwa jina la Yesu. Baba, nashukuru, tunabariki taifa letu, naibariki Tanzania, nabariki wa Tanzania, nabariki East Africa, nabariki Afrika, nabariki ulimwengu wote, kila mahali mtukufu wako siku ya leo Bwana, ukawaonekanie watu wako wanapofanya shughuli zao, ukawatendee mema Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Sema tena amina. Mungu atukuzwe kwa neno lake asubuhi ya leo. Tunashukuru kwa kutupatia hakika. Nasikia Mungu ameniamrishia baraka moyoni, nazisikia hizo hapo zimekuja. Naamini kila mmoja ni kwa kadiri ya imani yake apokee vivyo. Sasa wakati huu tunaenda kutoa sadaka, na wewe ulio kwenye mtandao tunakupa namba iko hapo ya sadaka. Ichukue hiyo namba ya sadaka alafu tukatoe sadaka. Na tulioko hapa, chukua sadaka yako nikaiombee. Mungu mwema, utukuzwe, kwani wewe ndio mpaji tulicho nacho. Kutolea katika vitu vyako mwenyewe. Huu karimu na imani kwa mtoto wako anayetoa. Bwana, kampe zaidi. Maana unasema ukitoa utapokea. Heri kutoa ili upokee. Basi kila mtoaji leo akapate kupitia shughuli zake, biashara zake, na kila hatua ambayo umeiruhusu akapate, kwani amekutolea na umpatie katika jina la Yesu. Tuseme amen. Asanteni, karibuni tutoe. Mungu awabariki.